Bana, mwaka huu hapa 2026 chini ya usimamizi wa Dream Vibe pamoja na Interscope Record, rapper J. Cole ameachia album yake ambayo inafahamika kama The Fall Off, ikiwa kama double album, na for the record hii inakuwa ni album ya 7 kwenye catalog ya muziki wake, lakini pia yawezekana ikawa ni album ya kwake ya mwisho kwenye career yake ya muziki kama ambavyo aliweza kuthibitisha before. So nimekuletea kila ambacho unapaswa kuweza kukifahamu kuhusiana na hii hapa album, and first of all fahamu kwamba hii ilikuwa ni miongoni mwa album ambazo watu wengi walikuwa wakizisubiri sana, sio tu kwa sababu wanafahamu uwezo mkubwa wa J. Cole kwenye kufanya muziki wa rap, lakini pia ni kila ambacho aliweza kukizungumza kwenye 7-minute drill, ngoma ambayo ilikuwa ni diss track kwenda kwa Kendrick Lamar. Mind you, kwenye ile ngoma J. Cole alibeza moja kati ya project kubwa kabisa za kwake Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, akisema kwamba ni project ambayo iko overrated. So watu walikuwa wanatamani sana kumsikia yeye kwa upande wake kwenye project yake mpya, kwa maana ya album atakuwa ni amefanya kitu gani, lakini pia ni alama gani ambayo ataweza kuiacha kwenye muziki wake, since yawezekana hii ikawa ni project ya mwisho kutokea kwake. Kwa hivyo hii ilikuwa ni project muhimu sana kwenye catalog ama kwenye career ya muziki wa kwake J. Cole. So ili kuielewa vizuri The Fall Off album, unapaswa kurudi nyuma kwenye project ya kwanza ya kwake J. Cole ambayo inafahamika kama The Come Up. I think tayari umepata connection. Album ya mwisho ama album latest ya kwake J. Cole inaitwa The Fall Off. Unaweza ukasema kama mwisho, lakini album ya kwanza ilikuwa inafahamika kama The Come Up, kwa maana project ya kwanza ilikuwa inafahamika kama The Come Up, kama mtu ambaye ndio kwanza anatokea. Kwa hivyo tayari unaona kuna uhusiano. Project ya kwanza ilikuwa ni kama ndio anaingia, lakini project ya mwisho ni kama ndio anaondoka. So speaking about hii hapa project ya kwanza kabisa, nazungumzia project ya kwanza ama ya mwanzo kutokea kwake J. Cole ambayo inafahamika kama The Come Up. Hii ni project ambayo Cole aliandika wakati akiwa kijana mdogo tu wa miaka 19. Ndani yake jina la project The Come Up linabeba maana mbili. Ya kwanza ni maana ambayo iko wazi, kwa maana kwamba ni ndoto zake za kuwa msanii mkubwa. Kwa hivyo alikuwa anatuambia ama anauambia ulimwengu kwamba ndio anakuja The Come Up. Lakini maana ya pili ni namna ambavyo yeye aliamua kurisk kuondoka kutoka nyumbani, kwa maana ya mji ambao amezaliwa, nazungumzia Fayetteville, North Carolina nchini Marekani, na kwenda kutafuta maisha huko jijini New York. So kuna maana mbili kwenye jina la ile project ya kwanza kabisa kutokea kwake J. Cole. So ukisikiliza ile project, ndani yake kuna skit ambazo zinamzungumzia J. Cole pamoja na maisha yake baada ya kwenda New York kutafuta maisha, lakini wakati wa likizo alikuwa akirejea nyumbani, na wakati akiwa kwenye usafiri alikuwa anampigia simu mama yake na kumwambia kwamba amekaribia kufika, lakini pia alikuwa anawapigia simu washikaji zake na kuwaambia kwamba anarudi nyumbani, kwa hivyo waweze kuandaa party ama wamsanue kwamba party zinafanyika sehemu gani na vitu vingine kama hivyo. We all know kwenye historia zetu ama kwenye maisha yetu, wengi wetu tumekuwa kwenye situation kama hii, pindi ambapo unatoka nyumbani kwenda kutafuta sehemu nyingine, wakati unarejea tumekuwa tukitoa taarifa kule ambako tunaelekea, maybe kwa washikaji zetu ambao tumekuwa nao mtaani, na special kibongobongo hii watu wengi wana experience kwenye maisha ya shule. Kwa wale ambao wamesoma boarding nje na mikoa ambayo wanatokea, wanaweza kuwa wanapata connection nzuri kabisa kwenye hii. So ilikuwa ni same situation ambayo anaipata J. Cole. Sasa hii project ambayo ameweza kuirelease kwa hivi sasa, ambayo ni album kifahamika kama The Fall Off, inakamilisha mzunguko wa ile album ya kwanza ya J. Cole ambayo inafahamika kama The Come Up. So that's why nilikwambia ili kuweza kuielewa vizuri The Fall Off, kuweza kuipata vizuri concept ya album ya The Fall Off, unapaswa kuwa unafahamu kile ambacho J. Cole alikifanya kwenye album yake ama project yake ya mwanzo kabisa, kwa sababu The Fall Off inakamilisha mzunguko wa ile album yake ya kwanza kabisa, na izungumzia The Come Up. So The Fall Off iko na double album, kwa maana ya kwamba iko na party mbili, kuna diski 29 pamoja na diski 39. Kwa hivyo diski 29 inaeleza story ya kwake J. Cole ambaye anarejea nyumbani akiwa na umri wa miaka 29. Kumbuka kwenye The Come Up project ya kwanza ya J. Cole alikuwa anarejea nyumbani akiwa na umri wa miaka 19. Alikuwa ameondoka nyumbani akiwa na umri wa miaka 19, lakini right now anarejea akiwa na umri wa miaka 29. Maana yake ni kwamba tayari amekuwa kijana mkubwa ambaye alienda mjini kutafuta, na imepita muongo mmoja yeye ameweza kurejea nyumbani bana. So tunaelewana vizuri kabisa. So J. Cole anarejea nyumbani
baada ya kuwa amekamilisha misheni yake iliyompeleka huko mjini. Na kwenye story ya J. Cole, sehemu ambayo yeye alienda kutafuta pamoja na masuala mengine ya masomo ilikuwa ni jijini New York. So diski 39 upande wa pili wa hii album inaeleza kila ambacho anakifikiria kichwani wakati akifanya safari yake kwenda nyumbani. Maana yake ni kwamba inaeleza zile insights za J. Cole kwenye safari yake ya kurudi nyumbani, lakini wakati huu akiwa na umri wa miaka 39, unaweza kumuita mtu mzima kabisa. Aliondoka nyumbani akiwa na umri wa miaka 19 kwenye album ya mwanzo ambayo ni The Come Up, lakini wakati ana miaka 29, so hii ni disc 1 kwenye The Fall Off album, anarejea nyumbani akiwa na umri wa miaka 29, lakini kwenye disc 2 ambayo ni disc 39 anarejea nyumbani, lakini pia anatueleza kila ambacho yeye anakifikiria kichwani mwake wakati akifanya safari yake ya kurejea nyumbani wakati huu akiwa kama mtu mzima. Kwenye disc 1, J. Cole anarudi nyumbani baada ya miaka 10 akiwa tayari amefanya kazi nyingi huko mjini, katoa album pamoja na mixtapes, lakini mapokezi ambayo anayapata ni tofauti na kila ambacho alikuwa anakitarajia. Maana yake ni kwamba kwenye hii disc ni kama J. Cole anazungumza kuhusu nyumbani kwao. So the concept nzima ni kama anazungumza tu kuhusiana na nyumbani kwao, kitu ambacho amekiperfect vizuri kabisa. To me honestly, nimependa kile ambacho ameweza kukifanya kwa sababu anazungumza kuhusiana na kitu kimoja lakini hausikilizi ama hausikii material zikiweza kujirudia. Sasa kwenye diski 2, kumbuka hii ni miaka 10 baadaye, kutoka miaka 29 kwenda mpaka miaka 39. So huyu J. Cole hivi sasa ni tunaweza tukamuita the modern J. Cole. Huyu J. Cole wa hivi sasa ambaye tayari amekuwa mtu mzima na yuko na maarifa ya kutosha, anatambua nafasi yake kwenye muziki, lakini pia anatambua nafasi yake kwenye nyanja zote za kimaisha. Sasa kwenye diski 39 concept ni kwamba ukipanda juu basi fahamu kabisa kwamba kuna mwisho, ama mwisho ni utashuka. Wanasema hakuna marefu yasiyo na ncha. That's why kuna ile ngoma ambayo ilitoka kama track ya utangulizi kwenye hii hapa album ya kwake J. Cole, ambapo ana rap in reverse, ana rap kutoka mbele kurudi nyuma. So alikuwa ana rap historia maisha yake kinyume. Anaanza na yeye baada ya kuwa amekufa, ambapo tunafahamu ndio mwisho wa binadamu, lakini anarejea nyuma mpaka wakati yeye akiwa anazaliwa. So that's why album pia inaitwa The Fall Off, lakini pia that's why ile track inafahamika kama The Fall Off is Inevitable. So shout out to J. Cole bana. Drop your comment hapo kwenye comment section, niambie ni track gani ambayo umeipenda kwenye album ya kwake J. Cole, lakini in case ulikuwa ufahamu the concept ya hii hapa album tayari nimekupitisha. But on that's my name, don't forget to subscribe, lakini pia hit the notification button kwa more update kama hizi ambazo always nitakuwa na kusogezea. Thank you.